Tusalie kwenye usalama ambapo mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA inaendelea kumulikwa kuhusiana na mauaji ya vijana wa Gen Z kwenye maandamano ya Juni mwaka jana ambapo vijana 60 waliripotiwa kuuawa. Shirika la kimataifa la Amnesty linawataka polisi pamoja na jeshi kutoa taarifa kuhusiana na upekuzi wa BBC ulioonyesha kuhusika kwa maafisa wa polisi na jeshi katika mauaji hayo. Wakati huo kiongozi wa mashtaka ya umma Renson Ingonga ameitaka IPOA kuchunguza mauaji yaliyotokea nje ya bunge wakati wa maandamano hayo. Mwanahabari wetu Fred Kagonye na mengi zaidi. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International sasa linawataka polisi na jeshi kutoa taarifa kuhusiana na upekuzi wa shirika la BBC ulioonyesha kuwa maafisa wa polisi na jeshi walihusika katika mauaji ya vijana wa Gen Z mwaka jana. Mkurugenzi mkuu wa Amnesty Irungu Houghton alisema kuwa ingawaje shirika la IPOA limetoa taarifa kuhusiana na uchunguzi wao, Wakenya wanahitaji kuona hatua zaidi za kuwatafutia waathiriwa haki. The Kenyan public deserves demonstrable evidence that those who have committed serious crimes are being held accountable. Kwa mujibu wa ripoti ya IPOA, vifo 60 viliripotiwa wakati wa maandamano hayo. IPOA wakisema kuwa wamekamilisha uchunguzi wa vifo 22 na kati ya hivi visa viwili kuhusiana na mauaji ya Rex Kanyike na Evans Kiratu viko mbele ya mahakama. Ripoti hiyo ilisema kuwa kuna visa vingine 4 vilivyo mbele ya kiongozi wa mashtaka ya umma Renson Ingonga na kwamba visa 5 vilitupiliwa mbali baada ya faili kufungwa. KDF kwa majibu yao kwa BBC walisema kuwa IPOA bado haijaitisha taarifa yoyote kutoka kwao kuhusiana na maandamano hayo. Kwenye gazeti rasmi la serikali siku hiyo ya maandamano, KDF waliidhinishwa kushirikiana na polisi kukabiliana na waandamanaji. So wakati watu wanaamua kwamba tumechoka na hii serikali na mlichagua wenyewe, alafu mnasema must go. That must go must be done according to the constitution. Si ni kweli? Ingonga tayari ameitaka IPOA kuchunguza mauaji yaliyotokea katika bunge la kitaifa. Fred Kagonye, KTN, Nairobi. Mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwenge Mutusi amepuuzilia mbali